Nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutupa fursa ya kufika tena hapa leo, na kama alivyosema watangulizi, kwa mara ya tatu tukijaribu kuunda timu ya malipo kwa ufanisi katika wilaya ya Rungwe. Tunashukuru sana walimu wetu kutoka KCMC wakiongozwa na Profesa Manongi na rafiki zangu Ben na Kesi na wengine wote kutoka KCMC, kwa sababu wamekuwa ni msaada mkubwa sana kwetu. Huwa sio jambo jepesi mtu kusafiri na kuacha majukumu yake ya kila siku na kukava umbali mrefu kama walivyokava wao, na watakaa na sisi kwa muda wa siku 10 au zaidi kidogo, ili kuweza kutusaidia kutengeneza mfumo huu wa malipo kwa ufanisi. Ni mfumo ambao kila tunapojifunza au kila watu wanapofundishwa wanakuwa na maswali mengi sana. Ni mfumo ambao unavutia kuingia kuutekeleza, na kwa hakika ukijaribu kuingia kutekeleza kuna mambo yanakupa mafanikio. Mimi baada ya kuhudhuria mafunzo yale na kurudi, nijaribu kuangalia pamoja na changamoto ya sera iliyopo. Sera yetu bado haikubaliani sana na utekelezaji wa PPA katika 100% inayochukua, kwamba badala ya kuleta rasilimali vitu, basi vituo tu vipewe rasilimali fedha, alafu wenyewe viamue kufanya nini. Huo ni msingi wa PPA, kwamba wewe unaweza ukampelekea dawa, kumbe mwenzako kule chini hitaji lake sio dawa, anahitaji ukarabati jengo, utakuwa umempotezea. Vituo viwe na uwezo wa kuhaya na kufanya, bado hukumu hiyo liko central katika nchi yetu. Lakini kwa kuchukua yale mambo mazuri, tuliweza kuingia na tukafanikiwa katika eneo moja. Hususan katika wilaya yetu tulikuwa chini sana katika utoaji wa huduma za chanjo kwa watoto chini ya miaka 5. Pamoja na sera kutokuruhusu, tukaamua kwa makusudi kwamba kupitisha maelekezo kwamba kwa mtu yote anayefanya huduma za mkoba, outreach services, anayedai kufanya huduma za mkoba kutoka katika kituo chochote, asituletee coverage yake chini ya 90%. Tulikuwa na 80%, tukasema wewe kuleta 89% hatakulipa posho yako ya kufanya hizo outreach. Ni wahakikishie kwa kufanya hivyo, sasa hivi tuko kwenye 95%. Kwa hiyo ni shahidi zaidi kwamba kwa kuchukua hivi vitu vizuri katika huu mfumo wa malipo kwa ufanisi tunaweza tukafanikiwa. Na baada ya kuona mafanikio yale ya chanjo, sasa hivi tunataka kuingiza component nyingine, tunaendelea katika bali mtiani. Tunaenda sasa tutafute namna gani vituo vyetu vitawavutia kina mama kuzalia katika vituo vya tiba badala ya majumbani. Kwa hiyo naamini sisi kama timu ya uendeshaji wa huduma za afya tukikaa tukubaliana katika kijeshi, tukawapelekea watendaji kazi wetu, wanaweza wakatusaidia sasa kutoka kwenye 50% tulionayo kwenda zaidi ya 100% hiyo, ili tuweze kuokoa maisha ya kina mama ambao wanahitaji huduma zetu za kitaalamu, hususan wanapojifungua. Nafikiri wote ni wataalamu hapa, tunajua kujifungua is just a physiological process. Haina sababu ya mama mjamzito kufariki kwa sababu tu alikuwa katika harakati za uzazi. Wanafariki kwa sababu perhaps hawapati nafasi ya kufikia vituo vyetu, au wanapofikia vituo vyetu hawapati huduma zile zinazowaridhisha. Wanakutana na maneno ya kwetu wa uguzi wakati una starehe. Mimi nilikuwepo. Sasa tunataka kufika kukomesha lugha kama hizo kwa kuingiza component ya mtu anayefanya kwa ufanisi, na sisi tutafute namna ya kumliwati. Indicator itakuwa ni wangapi wamezalia katika
kituo chako, kwa sababu tunajua coverage ya wajawazito katika eneo. Tungependa 90% ya kina mama katika wilaya yetu wazalie katika vituo vya tiba. Kwa hiyo nafikiri sisi kama CHMT tunayo imani kwamba itakuwa na way forward ya kwetu katika bajeti ijayo kuona tunaintroduce other component ya PBF katika mfumo wetu. Nishukuru tu kwamba profesa hapa ameeleza kwamba na mwenyekiti hatua mbalimbali ambazo wamepiga